Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na watu 77 washikiliwa Mwanza tuhuma za uhujumu miundombinu ya reli. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu endapo utapakua hapo kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Mtazamaji, moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itafanyia uchambuzi wa kina mapendekezo 284 ya maboresho ya mfumo ya kodi nchini kabla ya kuanza utekelezaji wake. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza Ikulu jijini Dar es Salaam baada ya kupokea ripoti ya tume ya mapendekezo ya maboresho ya kodi kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo, Balozi Ombeni Sefue, amesema mapendekezo hayo yanahitaji uchambuzi wa kina kabla ya utekelezaji wake. Amesema baadhi ya mapendekezo hayo yanahusisha marekebisho ya sheria mbalimbali, maboresho ya taasisi pamoja na uwekezaji wa awali katika utekelezaji wa mifumo mipya ya ukusanyaji wa kodi. Kuna malalamiko mengi kwa wafanyabiashara, wengine wanalipa sawa inavyotakiwa, wengine wana vichochoro vya kupita wanalipa kidogo, wengine ilikuwa na kikao na mkuu wa TRA wiki zilizopita hapa kuhusu mafuta ya kula. Kuna wanaozalisha, kuna wanaopitisha magendo, yanapita hayalipiwi kodi, na kwa hiyo uwanja wa soko hauko sawa. Kwa hiyo kuna mambo yote hayo ya kuyatazama. Sasa mapendekezo haya yatatuelekeza huko kuwa na kodi ya haki na usawa kwa kila mfanya biashara kwa kiwango cha biashara anachokifanya. Rais Samia amesisitiza kuwa mageuzi hayo yanahitaji ushirikiano wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote pamoja na utayari wa kubadilika ili kujenga mfumo wa kodi unaoendana na mahitaji ya taifa na mabadiliko ya dunia. Niwaombe tuende na mtindo wetu ule ule wa R4 wa kujadiliana, kuvumiliana, kuwasiliana, kustahamiliana, tujenge upya nchi yetu. Niwaombe sana. Kwa upande wake mwenyekiti wa tume Balozi Ombeni Sefue amesema tume imekamilisha jukumu lake kwa kuzingatia matarajio ya wananchi kuhusu mfumo wa kodi unaotakiwa na unaoendana na mazingira ya sasa. Ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya tehama linatakiwa kwenda sambamba na hatua za kuboresha utawala na kuanzisha utamaduni mpya wa utendaji kazi. Kwa mujibu wa tathmini ya tume, utekelezaji kamili wa mapendekezo yote unaweza kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi trilioni 11.025 katika kipindi cha miaka mitatu ya mwanzo na kuiwezesha nchi kufikia uwiano wa mapato ya kodi kwa pato la taifa kwa 18%. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Jeshi la polisi kikosi cha reli Tanzania linawashikilia watu 77 kwa tuhuma za kuhujumu miundombinu ya reli, wizi wa mali za shirika la reli pamoja na kupatikana mali ambayo inadhaniwa kuwa ni ya wizi. Taarifa zaidi na Respicious Kaiser. Kamanda wa polisi kikosi cha reli Tanzania, kamishna msaidizi wa polisi Matrida Kulieto, amesema kuwa watuhumiwa hao wamekamatwa katika operesheni maalum inayoendeshwa na kikosi hicho. Jeshi la polisi kikosi cha reli Tanzania tumefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 77 kwa tuhuma za makosa mbalimbali za jinai zikiwemo za kuhujumu miundombinu ya reli, wizi wa mali ya shirika, kupatikana na mali idhaniwayo kuwa ni ya wizi na kupatikana na madawa ya kulevya aina ya bangi. Watuhumiwa hao wakiwemo Salim Mangwa, Leonard Samsoni na Mbaluku Kaptula, wakazi wa Mkole mkoani Tabora, wamekamatwa wakiwa na vielezo kadhaa. Tuliwakamata na vipande 963 vya fish plates vilivyokatwa, vipande vya reli 13, kipande cha sole plate kimoja na shoka 303. Shoka hizi zilitengenezwa kwa kutumia vyuma vya reli katika viwanda vidogo vya kufulia vyuma. Kwa mujibu wa Kamanda Kulieto, watuhumiwa hao tayari wamefikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili. Mshtakiwa Julius Emmanuel Ishongoma, miaka 53, mfanyabiashara na mkazi wa Malampaka, wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha miaka 5 jela
na Mahakama ya Wilaya ya Nyamagana tarehe 26 mwezi wa pili 2026 katika kesi ya jinai namba 7872 ya mwaka 2025 kwa kosa la kuhujumu miundombinu ya reli. Jeshi la Polisi Kikosi cha Reli Tanzania katika kubaini na kuzuia uhalifu kwenye maeneo yenye miundombinu ya reli linaendelea na zoezi la kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa miundombinu hiyo. Kwa wale wachache wenye tabia na wanaoendekeza tabia ya kutofanya kazi halali ya kujitafutia kipato na badala yake wanatumia uhalifu kwa kuhujumu miundombinu ya Shirika la Reli Tanzania, mkono wa sheria hautawaacha salama. Tutawafikia kokote waliko na tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Kutoka jijini Mwanza, Lespicius Kaiser. Wakazi wa eneo la Mkuyuni jijini Mwanza ambalo limekuwa likikumbwa na mafuriko mara kwa mara na kusababisha hasara ya mali pamoja na kugharimu maisha ya watu, wameiomba serikali kuangalia namna ya kuwalipa fidia ili kuondoka katika eneo hilo. Taarifa kamili na Grace Mbise. Wakati wakulima wakishangilia mvua kunyesha ili kupanda mazao na kupata vyakula, wakazi wa kata ya Mkuyuni na Butimba jijini Mwanza hukaa kwa tahadhari ya kusubiri mafuriko muda wowote kutokana na eneo wanaloishi kukumbwa na hali hiyo mara kwa mara. Sasa kilio chao kwa serikali ni kuwalipa fidia ili wahame katika eneo hilo kunusuru maisha yao pamoja na mali zao. Serikali tuangalie sisi wa bondeni, kama kuna uwezekano wa kuhama watuhamishe, kama kuna uwezekano kutengenezea miundombinu watutengenezee ili tusipate tena kuathirika. Kwa ushauri wangu, serikali tufikirie tutoe tu hapa sisi. Kwa ushauri wangu rasmi kabisa, serikali tufikirie kutoa tu hapa. Kwa sababu hata tutengeneze miundombinu, maji yanaelekeza mengi sana kwenye mto huu. Kibanda ni mto huu. Huku ni mto huu. Angalia tu mdomo ule pale, angalia kule. Madaji juu yako 10 kiasi kidogo. Maji yote yanaelekea kwenye mto moja kwa moja. Mimi ninashauri waje watuangalie kama ikiwezekana, watutoe tuachie bonde lote liwe wazi, tutoke kwenye bonde. Watupe huo msaada tutoke kwenye hilo bonde. Maana tuliathirika, usingekuja mchana, ingekuwa usiku tungekufa. Akitoa taarifa ya athari iliyotokana na mvua kubwa ilionyesha Machi 10 mwaka huu, mwenyekiti wa mtaa wa Kambarage kata ya Butimba jijini Mwanza Samora Joseph anabainisha kifo cha mtu mmoja na uharibifu wa mali. Nyumba kati ya 20 kubomoka na pia kusababisha kifo cha mtu mmoja. Kiongozi wetu mkuu wa wilaya aliweza kuongoza timu yake ya kikosi cha zimamoto kufika mtaani kwetu na kuweza kuokoa wale watu waliokuwa wanahitaji huduma ya uokoaji. Wa wilaya Nyamagana Amina Makilagi, mbali na kutoa pole, amesema tayari kamati maalum imeundwa kwa ajili ya kutafuta namna bora ya kutatua changamoto hiyo. Lakini tumekuja sasa, baada ya hiyo taarifa, Waziri Ulega amekuja ametizama, na yeye ameshaita wataalamu mbalimbali kuangalia hilo daraja na namna linavyopokea maji. Ndio maana utaona wakati amekuja kwenye ziara aliwaita watu wa Nemki, alikuwa na watu wa TANROADS, alikuwa na watu wa TARURA, alikuwa na watu wa ICGR. Lengo lake ni kuwa na timu sasa itakayokaa chini na kufanya upembuzi yakinifu, kufanya tathmini ya kujua hivi kwa nini maji yamekuwa mengi. Ni hili tuta la ICGR au pengine daraja letu linatakiwa liwe na madaraja mengine makubwa zaidi? Hivi changamoto ni nini? Huko wameharibu wenzetu mazingira, maji yanapita holela, au ni kwa sababu sisi tuko bondeni na maji yanapita hakuna mtaro, matokeo yake yanasambaa kwa watu, si ndio jamani? Naibu Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Mahmoud Musa Wadi amesema jamii bora inaletwa na kuwalea watoto na vijana katika maadili mema kwa kufuata misingi ya dini. Tupate taarifa zaidi. Sheikh Mahmoud amebainisha hayo katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani tukufu iliyofanyika wilaya mjini Unguja, Zanzibar, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Nawashukuru sana kubuni jambo hili ambalo sisi watu wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar tunalishajisha sana ili kupata malezi bora ya pamoja, ambayo ukiangalia katika jamii kuna mporomoko wa kimaadili makubwa sana, lakini tunapokutana hivi pamoja na tukabadilishana mawazo, basi maendeleo yatapatikana na tabia njema itajenga katika jamii yetu, ambalo tunatarajia kuwa ndiyo hazina yetu.
Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kikwajuni ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano wa mazingira, mhandisi Hamad Yusuf Masauni amesema mashindano hayo yamekuwa ni mwendelezo wa miaka mingi ambapo imesaidia vijana wengi kukua na kujengeka kimaadili. Na sisi tumeanza kufanya mashindano haya miaka mingi sana iliyopita. Tokea mara ya kwanza tulipoanzisha taasisi hii takriban miaka 13 iliyopita, hatujawahi kuacha kufanya mashindano ya Qur'ani kila mwaka ya jimbo. Na tumepata mafanikio makubwa kwa sababu wako watoto ambao sasa hivi washakuwa wakubwa, wamehifadhi Qur'ani vizuri kupitia mashindano yetu haya. Wamehamasika kupitia mashindano yetu haya. Kuna madrasa hazikuwa na utaratibu huo, sasa zimeingia katika utaratibu huo. Ni jambo kwa kweli ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Waziri Masauni amebainisha kuwa pamoja na mambo mengine, jimbo la Kikwajuni limekuwa likisaidia watoto wenye uhitaji mbalimbali ikiwemo katika kupata elimu. Ushirikiano wa idara za kisekta zinazotekeleza programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PIT-MAM mkoani Arusha kumechangia kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa katika robo ya mwaka iliyopita, jambo ambalo linaleta matumaini ya mtoto wa Kitanzania kufikia ukuaji timilifu. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Beatrice Gerard. Ni katika kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto PIT-MAM kwa kipindi cha miezi 6, ambapo ushirikiano wa kisekta unatajwa kuwa sehemu ya kuleta matokeo chanya katika mpango huu unaolenga na kuhusisha watoto wenye umri wa mwaka 0 hadi miaka 8. Matarajio yetu makubwa kama mkoa ni kuona kwamba yale malengo ambayo tumejiwekea yote yanafanikiwa kwa 100%, na kuona huyu mtoto wa Arusha ambaye tumemwangazia kwa sekta zote hizi mtambuka anakuwa katika utimilifu wake. Baadhi ya wadau wanaotekeleza mpango huu wakiwemo SOS Children Village wanabainisha namna wanavyotekeleza mpango huu kupitia makundi mbalimbali ikiwemo vikundi vya malezi. Mmoja wa wadau wanaotekeleza programu hii, shirika la SOS Children Village, wanabainisha namna wanavyotekeleza mpango huu kupitia makundi mbalimbali ikiwemo vikundi vya malezi. Tuna lengo la kufikia watoto katika nyanja mbalimbali, ikiwepo katika hizo ECD centers, ikiwepo kupitia program za malezi ambapo tunafanya kazi kwenye vikundi vya malezi, lakini vile tuko kwenye mkakati wa kuanzisha community ECDs. Swala la uwajibikaji katika kutekeleza maeneo 5 ya ujifunzaji wa awali, lishe, afya bora, ulinzi na usalama pamoja na malezi yenye mwitikio kwa halmashauri zote za mkoa wa Arusha ni jambo linalosisitizwa ili mpango huo uweze kufanikiwa kama ilivyokusudiwa. Kila idara katika halmashauri inahakikisha kwamba inazitekeleza kwa karibu zaidi, lakini kuwashirikisha wadau wa maendeleo ambao katika wilaya hizi kuhakikisha kwamba yale wanaotekeleza yote yanakuwa ni sehemu ya uwezeshaji wa programu ya MAM katika ngazi za wilaya. Hata viongozi pia waendelee kuelimishwa zaidi kuhusu masuala ya malezi na makuzi ya watoto ili waweze kuona umuhimu wake katika jamii. Sasa ufikikwaji wa eneo pia ni wadau kuweza pia kufika kwenye eneo hili na kuhakikisha tunawafikia wananchi wote na kupata hizi huduma ambazo serikali inakusudia kuzipata. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, idadi ya watoto ni zaidi ya milioni 32, sawa na 42.8 ya Watanzania wote. Hivyo ni muhimu kuwekeza katika kundi hili ili kuwa na taifa imara kwa siku zijazo. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Taasisi, mashirika pamoja na watu wenye uwezo wameaswa kujitokeza kwa kumbuka watoto yatima pamoja na wajane mahali penye uhitaji, hasa katika kipindi hiki kuelekea sikukuu ya Eid el-Fitri ili kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Tupate taarifa. Sasa ni 10 la mwisho la mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaani kipindi mahususi kwa waumini wa dini ya Kiislamu kutafuta maghfira na wokovu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwatoa katika moto. Chama cha Mapinduzi CCM kimeungana na watoto wa kituo cha Islamic Yatima Foundation Ilemela kwa kuwapatia sadaka ya vyakula. Sadaka hiyo imetolewa na Katibu Mkuu wa CCM Balozi Daktari Asha Rose Migiro. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mwanza Michael Masanja amekabidhi kwa niaba, akibainisha hatua hiyo ni kutekeleza mafundisho katika vitabu vitakatifu na kutimiza falsafa ya kazi na utu.
leo tumewakumbuka watoto hawa wa kituo cha Ilemela ambapo wanalelewa watoto yatima. Kwa hiyo tumetekeleza kwamba vitabu jinsi vinavyosema, ambacho sisi ni wajibu wetu au ni wajibu wa kila mmoja wetu kwenye jamii kuikumbuka jamii kutokana na uwezo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini tukiangalia hata kauli mbiu yetu inasema kazi na utu. Kwa hiyo kazi na utu, ni utu wenyewe ni huu sasa. Bila shaka sikukuu ya Eid al-Fitr itasherehekewa kwa tabasamu kuu na watoto hawa kufuatia kitendo hiki kilichofanywa na CCM na kuweka alama ya utu kwa yatima. Kwa tuna imani kwamba watoto wetu katika kituo cha Ilemela sikukuu hii wataisherekea kwa furaha ya hali ya juu sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba wadau wengine wote ambao wataguswa na kituo hiki, hichi ni kituo ambacho kimeanza muda mrefu sana. Tunaomba ndugu zangu, kituo hiki kiko hapa ile. Mtazamo wa watoto wenyewe wamehimiza wadau wengine kuwakumbuka. Nashauri kwa wadau wale watakaopata fursa ya kusaidia wengine basi wawasaidie, kwani wahitaji ni wengi katika jamii yetu iko nayo. Maana Allah anapenda wale ambao wanakuwa wanasaidia watu, na hata waacha nyuma, atawasaidia kimaendeleo yao ya kupata riziki na vinginevyo. Kituo cha Islamic Yatima Foundation Ilemela kina zaidi ya watoto yatima 100 na kwamba msaada uliotolewa na Chama cha Mapinduzi CCM utaleta nafuu ya mambo. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Wakazi wa wilaya ya Mkinga mkoani Tanga wametakiwa kuhakikisha wanatunza miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa katika maeneo yao ili iweze kudumu na kuwanufaisha kwa muda mrefu zaidi. Taarifa zaidi na Queen Yusuf. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Mkinga, afisa tarafa ya Mkinga Ojini Mkinga ametoa wito huo wakati wa ziara ya balozi wa Japani alipotembelea mradi wa Mofa uliotekelezwa na shirika la World Vision Tanzania chini ya ufadhili wa Japani, mradi uliolenga kupunguza shida ya maji katika vijiji 6 ndani ya wilaya hiyo. Ninawaomba wananchi tuendelee kuitunza miradi hii, tuendelee kutunza mitambo, vifaa mbalimbali ambavyo ametufadhili wenzetu ili miradi hii iendelee kunufaisha jamii yetu ya Mkinga. Kwa upande wake, mkuu wa ushirikiano kutoka ubalozi wa Japani Jin Hashimoto amesema wanathamini juhudi kubwa zilizofanywa na shirika la World Vision katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku akisema wataendelea kuimarisha ushirikiano na shirika hilo ili kusaidia maendeleo ya jamii katika maeneo tofauti nchini. We appreciate foremost the generous efforts provided by World Vision, and we truly look forward to further strengthening our collaboration in various areas. Naye meneja wa kanda ya kaskazini kutoka shirika la World Vision Tanzania Juliana Charles amesema ameridhishwa na utunzwaji wa mradi huo, namna unavyoendelea kuwanufaisha wananchi. Naona kuna matokeo makubwa, bado wananchi wanaendelea kunufaika na huu mradi, ambako tumeona hichi chombo cha maji Sibiuso kimeweza pia kuongeza maeneo ya huduma ya maji hata kwa vijiji vya jirani, na tumeshuhudia katika sehemu mbalimbali kama shuleni ambako maji yalifika, zahanati na kwenye wanajamii wenyewe. Nao baadhi ya wakazi walionufaika na mradi huo wamesema upatikanaji wa maji umeboresha maisha yao kwa kiasi kikubwa. Hapo awali maji yalikuwepo hamna Mwakikoya. Ilikuwa ndoa nyingi zinavunjika sababu maji. Baba ametoka kazini, ametoka shamba, anakuja nyumbani, anataka maji kuoga. Jambo hili limesaidia kupunguza changamoto ya uhaba wa maji shuleni. Lakini pia maji haya yamesaidia kwenye mambo mbalimbali kama vile A, kupikia chakula mfano chai na uji, B, kunywa. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Mpango wa utoaji wa elimu ya makuzi na namna ya kukabiliana na vitendo vya ukatili kwa wanafunzi walio na mahitaji maalumu inatajwa kuongeza uelewa wa kujilinda katika mazingira ya aina yoyote yale na kuwa salama zaidi. Taarifa ya Sharifa Suleiman inafafanua zaidi. Shuleni Mitindo iliyopo wilayani Misungwi mkoani Mwanza,
ni shule yenye wanafunzi wenye mahitaji maalum. Taasisi ya Immaculate Foundation iliyo chini ya mkurugenzi wake Emmanuel Ntobi kwa kushirikiana na Smaujata wanatumia umma wanafunzi hawa kuwapa elimu ikiwemo ya hedhi salama na namna kundi hilo linapaswa kulindwa na kujilinda dhidi ya ukatili. Jifunzeni kupata elimu ya hedhi, muwe salama wakati wote. Jifunzeni kupata elimu ya balehe wavulana ili muwe salama wakati wote, na mtajitunza mkiwa salama kabisa. Wavulana tukiwa tunajisafisha, tuambie wazazi. Ndio maana nisema kwamba tuambie wazazi, lakini wasichana pia tusitumie nyembe. Kwenye maofisi mtakuwa tena mko shwari kabisa, mko vizuri, hamtakuwa mnafanyiana ukatili, ambapo nyie ndio tunawategemea. Nyie ni kesho yetu, sisi hapa ni leo yenu. Kwa hiyo tunatamani mfanye vizuri zaidi. Taasisi hii ya Immaculate yenye jukumu la kusaidia watoto wenye ulemavu linaona kundi hili lina uwezo wa kuleta mabadiliko endapo mahitaji ya msingi kwao yatapewa kipaumbele. Kwa hiyo tunahitaji kuwasaidia watoto kupata vitimwendo. Tumegundua watoto wana mahitaji hayo ya msingi, lakini kuna watoto wanahitaji fimbo nyeupe. Tumelibeba pia na tunakwenda kulifanya ili tuwasaidie. Lakini pia kuna jambo tumegundua kwamba hawana chumba maalum kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike kujihifadhi wakati wa hedhi. Kwa hiyo tumelibeba jambo hili na kwenda kulifanyia utaratibu na kwenda kulitafutia wafadhili ili tuweze kuwasaidia kuja kujenga chumba maalum kwa ajili ya mahitaji hayo. Lakini mahitaji ya msingi ikiwemo madaftari, taulo za kike, sabuni za usafi zilitolewa kwa kundi hili, ikiwa ni mpango wa shirika hilo kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanakuwa salama. Kwa ujio wa shirika hili tuletea daftari, kwa kweli vimelenga hasa mahitaji hayo ni makubwa na bado tunaendelea kuhitaji kama shule. Kwa kuwa umetupa huo msaada wa taulo za kike, tunashukuru sana kwa msaada kwetu. Tutaongeza kujikinga na afya yetu, kusaidia katika siku zetu tutakuwa tunajikinga. Kwa sasa zaidi ya watoto 400 wenye ulemavu wanahudumiwa na shirika la Immaculate. Mkakati ni kuhakikisha mtoto mwenye ulemavu analeta mabadiliko katika jamii. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Mkoa wa Simiyu unatarajia kutoa chanjo ya polio kwa watoto wote wenye umri shuleni 0 hadi 10 katika kampeni ya ugonjwa huo inayotarajiwa kuanza hivi karibuni katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Taarifa zaidi na Shaban Lupimo. Mganga mkuu mkoa wa Simiyu Dr. Boniface Marwa amewaambia waandishi wa habari kuwa mkoa huu unatarajia kuchanja watoto 837,038 walio na umri wa kuanzia miaka 0 hadi 10 ambapo itaanza tarehe 24 hadi 27 mwezi huu. Hii itawalinda watoto. Kama mnavyofahamu, ugonjwa wa kupooza ni ugonjwa hatari sana na unaambukizwa kwa njia mbalimbali ikiwemo hasa njia ya mdomo, kwa kula vyakula ambavyo kula kitu chochote ambacho kimekuwa kimesidikwa na virusi vya aina ya polio. Na sasa kwa makundi ya watoto wetu hawa ndio makundi ambayo ni hatari sana, kwa sababu kinga zao zinakuwa bado hazijawa imara na wanaathirika sana. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi na kuruhusu watoto kupata chanjo hii. Mratibu wa chanjo mkoa wa Simiyu Beatrice Kapufi anasema chanjo hiyo ya matone itatolewa kwenye vituo vyote vya kutolea huduma za afya, shuleni, kaya na kwenye maeneo yote ya mkusanyiko ya watu kama vile stendi na sokoni. Katika zoezi hili tunatarajia kuwa na timu 1899 ambazo zitafanyika zimegawanyika katika halmashauri zote, na jinsi ya utoaji wa chanjo hii itatolewa katika nyumba kwa nyumba, itatolewa katika maeneo ya mkusanyiko, stendi, makanisani na mahali popote ambapo patakapokuwa na mkusanyiko, zoezi hili itaweza kufanyika. Vile vile kuna vituo 261 ambavyo vinatoa huduma za chanjo ambavyo pia vitaendelea kutoa zoezi hili. Serikali kupitia Wizara ya Afya inatoa chanjo ya polio jamii ya pili baada ya virusi hivyo kubainika kwenye mfumo wa maji taka mikoa ya kanda ya Ziwa. Shaban Lupimo, Star TV, Simiyu.
Serikali wilayani Butiama mkoani Mara imeomba kutatua changamoto ya uhaba wa walimu wa masomo ya sanaa pamoja na bwalo, jengo la maktaba pamoja na upatikanaji wa maji ya uhakika ili kuzidi kuongeza ufaulu shuleni hapo. Taarifa kamili na Frankius Clofas. Msisitizo huo unatolewa katika mahafali ya kidato cha 6 shule ya sekondari Mkono iliyopo wilayani Butiama mkoani Mara. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa maktaba. Changamoto ya pili ni uhaba wa walimu wa masomo ya sanaa na lugha kama vile historia, Kiingereza na Kiswahili. Ukosefu wa bwalo ambalo litasaidia katika shughuli mbalimbali kama vile midaharo, sherehe za shule, sehemu ya wanafunzi kupatia chakula na wanafunzi kufanyia mitihani kama vile mitihani ya kitaifa na ya ndani. Uhaba wa maji unaopelekea wanafunzi kufuata maji umbali mrefu haswa wakati wa kiangazi. Kwa upande wake mkuu wa shule ya Mkono Samson Oringa anaeleza nia na malengo ya shule hiyo. Moja ni kuhakikisha kuwa katika mitihani ya kitaifa wanafunzi wanafaulu kwa 100% kwa kuondoa daraja 0, la 3, 4 na kupunguza idadi ya wanafunzi wanaopata daraja la 2 na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaopata daraja la 1 katika mitihani ya kitaifa ili wahitimu waweze kuendelea na elimu ya juu kwa maana ya vyuo vikuu. Aidha, mkuu wa shule anasisitiza wanafunzi kutumia vyema elimu ya kiroho ili iweze kuwasaidia, huku mgeni rasmi ambaye ni afisa elimu sekondari wilayani Butiama mkoani Mara, Chacha Megewa, kwa niaba ya afisa elimu mkoa wa Mara akisisitiza suala la maadili. Kuitumia vyema elimu na maarifa ya kiroho na kimwili walioyapata hapa shuleni katika kujenga taifa na wawe mawakala wema katika jamii na kuondokana na matendo maovu na athari za utandawazi. Yale ambayo mmejifunza hapa mazuri na nidhamu nzuri mlioonyesha hapa, iendelezeni, itawasababisha mfike mbali. Tuzingatie maadili ya kitaifa na maadili ya utamaduni wa nchi yetu. Tuwe wazalendo wa nchi yetu katika kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na utulivu. Nikiripoti kutoka wilayani Butiama mkoani Mara, Frankius Clofas, Star TV. Na mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi. Tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Ewe mteja wa antena, kamseleleko kale kamekufikia. Lipia kifurushi cha nyota mwezi mzima nasi tutakuboost hadi kifurushi cha uhuru kwa wiki 2, au lipia kifurushi cha mambo mwezi mzima upate kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure. Ama lipia kifurushi cha uhuru mwezi mzima upate hadi siku 5 zaidi, huku ukifurahia tamthilia kali za ST Swahili Plus kama vile Chandra na Ndini saa 3:45 usiku kila siku, huku ukipandika na Bongo Movies kali kila siku za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 11 jioni. Bila kusahau tamthilia kusisimua ya Bepana Pyar kutoka ST Bongo na burudani kibao mbwembwe na uhalisia katika usahili wa Parimach Bingwa kupitia TV3 kila siku za Alhamis, Ijumaa na Jumamosi saa 4 usiku. Na kwa watoto sasa, katuni kama zote kupitia channel kibao za watoto kama ST Kids, Boeing, Tsunami na nyingine kibao. Jiunge leo na Star Times kwa bei ya punguzo ya rekola ya antena pekee shilingi 25,000, huku ukilipia kifurushi kipendacho kwa mwezi mzima na tutakubusti zaidi bure. Ama pakua Star Times on app na uburudike kupitia kiganjani mwako. Zaidi ya wakazi 36,000 wilayani Babati mkoani Manyara
wameanza kunufaika na huduma ya maji safi na salama baada ya mradi wa Darakuta Minjingu unaosimamiwa na Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira mjini Babati BAWASA kukamilika. Zakaria Mtigandi ana undani wa taarifa hii. Hawa ambao ni wa kata ya Nkaiti wilayani Babati wameanza kupata huduma hiyo ya maji huku wakiendelea na maadhimisho ya wiki ya maji iliyoanza Machi 16 na itafikia kilele chake Machi 22 mwaka huu. Mkurugenzi mtendaji wa BAWASA Mhandisi Idi Msuya na meneja huduma kwa wateja wa mamlaka hiyo Mhandisi Rashidi Charahani wamesema kwa wateja wa mwanzo watakaovuta maji wiki hii ya maji watapata punguzo la kutotozwa gharama za kuunganishiwa huduma hiyo. Niseme tu tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa shilingi bilioni 16 kutekeleza mradi wa Darakuta Minjingu. Niseme kuwa mradi ule utakuwa ni mkombozi mkubwa sana kwa sababu wale wananchi hawajawahi kupata maji safi na salama. Kwa maana sasa maji haya kutoka Darakuta kuja hapa tutayafungulia rasmi kwenda kwenye distribution network ya hapa Nkaiti, na tutaanza kuunganishia wananchi kwa sababu wananchi wapo baadhi wana miundombinu na vile vituo vyote vilivyokuepo ambavyo vilikuwa vina changamoto ya maji vyote tutahakikisha vinatoa maji, lakini tutatoa wito sasa kwa wananchi wa kata ya Nkaiti kuvuta maji majumbani kwao. Baadhi ya wakazi wa kata hiyo ya Nkaiti wameipongeza BAWASA kwa kumaliza changamoto hiyo ya uhaba wa maji katika eneo hilo. Wamama wanaweka ndoo lita 20 kwenye kichwa kwenda kwenye maji na anakwenda masaa 3. Mama ambaye hana punda inabidi aende na kichwa mpaka kurudi baadaye kupika, kumwambia hata apike chakula hawezi tena kwa sababu ametoka na maji akiwa na maji ya kiu sana. Mama ni mchafu kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa sababu anapoenda kuleta maji hiyo ni ndoo moja ameibeba kichwani, akifika hapa nyumbani je, yale maji aogee yeye, aogee bwana, aogee mtoto, apikie chakula na bado afue nguo za mtoto kwenda shule. Haya kidhi haja ya maisha ya mwanadamu. Viongozi wa kata hiyo akiwemo diwani Steven Molel wameomba jamii na viongozi wa BAWASA kuulinda mradi huo ili uendelevu. Rai yangu na kwa wananchi wa kata ya Nkaiti kuweza kuilinda mradi, lakini pia kuishukuru serikali. Tunaishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuweza kuleta huduma mkubwa na watendaji wetu wanaosimamia mradi huo. Nashauri kwamba walinde miundombinu yote na sheria zitungwe ya kusimamia hizi miundombinu. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Endelea kuwa nami. Halmashauri ya Manispaa ya Ilemela imetoa zaidi ya shilingi milioni 400 ikiwa ni mkopo uliotolewa kwa vikundi 41 vilivyokuwa na sifa ya kukopeshwa fedha za mkopo 10% kwa makundi ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Taarifa kamili inafafanua. Mpango wa halmashauri hiyo ni kutoa mikopo kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kila baada ya miezi 3 ili kuwawezesha makundi hayo kuinuka kiuchumi sambamba na kutekeleza takwa la kisheria linalowataka kutoa fedha hizo kupitia mapato ya ndani. Amiri Mkalipa, mkuu wa wilaya ya Ilemela, akikabidhi hundi ya fedha hizo kwa makundi hayo, anawataka kurejeshwa kwa wakati ili kuepuka mkono wa sheria. Na wapo vikundi kadhaa ambavyo havikurudisha mikopo, tayari tumeshaanza kuvisokota na kuvipeleka mahakamani, na hao watu ni lazima watalipa, ni lazima walipe ili wengine wakope. Fedha hizi ukilipa kwa wakati, unawapa nafasi kina mama wengine, unawapa nafasi vijana wengine ili wakope. Viongozi wa halmashauri ya Manispaa ya Ilemela wanasisitiza nidhamu katika matumizi ya fedha. Mtu akichukua pesa asiende kutumia kwa kula na familia yake, lakini aende akaiwekeze kwenye biashara akaizalishe. Mkatumie pesa hii kama mlivyoelekezwa katika mafunzo, lakini mkashirikisha na wengine. Kaimu mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii Manispaa Ilemela, Yusuf Okoko, anaeleza namna halmashauri hiyo ilivyowawezesha makundi hayo kupitia mikopo hiyo na wenyewe wakiona tija yake.
tangu dirisha la utoaji wa mikopo ya 10% ifunguliwe hadi kufikia Machi 2026, halmashauri ya manispaa ya Ilemela imefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2.42. Kupitia sisi, na maana wapo wengi tutakao wainua. Biashara yetu pia inaweza pia ikawaajiri watu wengine. Na baada ya hapo tumeshaambizana wote, tushawekana sheria kwamba bwana natakiwa tumalize mapema sana ili tuweze kufanyaje, tuweze kukopa tena na wengine wapate. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali katika halmashauri hiyo. Sharifa Suleiman wa Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde habari za kimataifa. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Irani imethibitisha kifo cha afisa mwandamizi wa usalama Dr. Ali Ardashir Larijani saa chache baada ya Israel kusema imemuua mkuu huyo usalama wa Iran katika shambulio la anga huko Tehran. Jazma Chugu na undani wa habari hizi. Dr. Ali Ardashir Larijani alizaliwa mnamo Juni 3 mwaka 1958 mjini Najaf na amefariki jana Machi 17, 2026 akiwa na umri wa miaka 67 akiwa mjini Tehran, na alikuwa mwanasiasa wa Iran. Awali ikumbukwe marehemu Dr. Ali Ardashir Larijani alikuwa afisa wa kijeshi na mwanafalsafa ambaye alihudumu kama katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa kuanzia mwaka 2025 hadi kuuawa kwake kwa mwaka huu 2026. Larijani alihudumu kama mshauri wa karibu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah al-Sayyid Javad Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la anga Februari 28, siku ambayo vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipozuka, na alijiunga na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu mnamo mwaka 1981 na kuhudumu kama kamanda katika miaka ya mwanzo ya vita vya Iran na Iraq. Larijani aliyezaliwa kule Iraq si mwananzuoni wa dini, lakini anatoka katika familia yenye uhusiano mkubwa wa kidini na kisiasa ndani ya utawala wa Iran. Baba yake alikuwa ni Ayatollah mkuu, huku kaka yake Sadek Larijani pia akiwa Ayatollah, na aliwahi kuongoza idara ya mahakama ya Iran kati ya mwaka 2009 na 2019. Larijani alisoma katika chuo cha dini kabla ya kupata shahada ya sayansi ya kompyuta na hisabati, kisha shahada ya uzamili na udaktari katika falsafa ya Magharibi kutoka chuo kikuu cha Tehran. Hata hivyo, Larijani alijijengea mamlaka kupitia mfumo wa kisiasa wa Iran. Wakati hayo yakijiri, pia Tehran imethibitisha kifo cha kamanda wa vikosi vya usaidizi vya Basij, Brigedia Jenerali Gholam Reza Soleiman, pamoja na waziri wa ujasusi wa Iran, Ismail Hatib. Tukiangazia Israel. Mashambulizi ya makombora ya Iran yamewaua watu wawili karibu na kituo cha kibiashara cha Israel mjini Tel Aviv, huku kampuni ya kitaifa ya reli ikitangaza athari ya vipande vya risasi kuvuruga huduma za treni. Risasi zilizoanguka ziligonga maeneo mengi katikati mwa Israel katika shambulizi la usiku kucha lililosababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga kote katika eneo hilo, baada ya siku nyingine ya mashambulizi makubwa ya Israel nchini Tehran na Hezbollah nchini Lebanon.
Vifo vya hivi karibuni vilisababisha idadi ya watu walioshambuliwa na makombora dhidi ya Israel tangu kuanza kwa vita vya Mashariki ya Kati mwishoni mwa mwezi uliopita hadi watu 14. Kwingineko, wakati taifa la Cuba likipambana kujinasua katika mkwamo wa giza nene baada ya mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme kuharibika, mamlaka ya juu imesema Cuba iko tayari kwa mazungumzo mapana na Marekani na kuruhusu uwekezaji zaidi, lakini haitajadili kuhusu kubadilisha mfumo wake wa kisiasa. Naibu mkuu wa ujumbe wa Cuba nchini Marekani, Tanieres Dieguez, amesema jirani wana mengi ya kujadili, lakini hakuna mwenye mamlaka ya kumtaka mwingine kubadilisha serikali yake. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuchukua hatua dhidi ya serikali ya kisoshalisti ya Cuba, huku nchi hiyo ikipambana na mzigo wa vikwazo vya mafuta vya Marekani. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Kiongozi wa muda mrefu nchini Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, amechaguliwa tena kuendelea kuongoza muhula wa 5 baada ya kupata 94.82% ya ushindi baada ya uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili iliyopita. Tume ya uchaguzi imesema baada ya 95% ya kura kuhesabiwa, Nguesso mwenye umri wa miaka 82 amepata ushindi mkubwa na kuwashinda wapinzani wake 6. Matokeo hayo pia yamethibitishwa na waziri wa mambo ya ndani Zefrin Mbulo katika hotuba yake kwa taifa. Ushindi wa Nguesso ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 42 sasa unatarajiwa kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kuapishwa kwake na kuendelea kuongoza nchi hiyo ya Afrika ya Kati yenye utajiri wa mafuta. Mwisho wa habari za kimataifa. Punde ni habari motomoto za michezo na burudani. Kuna baadhi ya vitu huwa haviji kwa sababu wakati wote vipo. Mnajua, kila siku ninapoamka huwa najiona ni bora zaidi ya jana. Sio kwa siku moja tu, bali vipo wakati wote. Sisi hatutazami tu kwa macho yetu ya kawaida, bali tunaunda ulimwengu mpya. Mpaka pale ghafla kitu kinapobadilika. Sisi ndo wale tuliokuwa tukijitarajia. Kwa kuona, ijue asili yako. Kwa kutambua, yatajeni majina ya kila mmoja wenu kwa sifa na heshima. Na kwa kubadilika. Kila wakati ninapohisi kupungukiwa na imani, huwa namshirikisha Mungu. Kuachana na nitafanya baadaye na kuamua kufanya sasa hivi. Wanawake hawapatiwi heshima kwa wakati, japo ni sehemu ya historia. Wanaunda kila hadithi, kila sauti na kila pumzi. Zawadi kubwa zaidi kwenye maisha yako ni kuishi kwenye uhalisia. Tupo kwa sababu yupo, na pia hata kesho watakuwepo. Kocha wa timu ya Pamba Jiji Francis Baraza na kocha wa Simba Sports Club Steve Barker wamesema wamewaandaa wachezaji wao vizuri kwa kusaka alama 3 katika mchezo namba 85 utakaochezwa Alhamisi hii kwenye uwanja wa SM Kirumba jijini Mwanza. Tupate taarifa zaidi. Kocha mkuu wa timu ya Pamba Jiji FC Francis Baraza amesema kama benchi la ufundi wamefanya maandalizi ya kutosha na wachezaji wote wana ari ya ushindi dhidi ya Simba. Wangu wako ready, wameniahidi kuwa mwalimu pale tumewachia ndio tunataka tufanye mwendelezo. So ni mechi nzuri, mechi ambapo kijana takana pia ajiuze, na kujiuza maybe ni kwenda kwa timu ya taifa, naona hiyo ndio vijana wangu wanaangalia. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Steven Barker amesema mchezo huo hautakuwa mwepesi, lakini wanazihitaji alama 3 ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuwania ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Important vital 3 points. Obviously in the context of the log table and the league, these are type of games that we need to win. Very big match for us. Wachezaji wa timu hizo wamesema makocha wamewaandaa vizuri na hawana shaka na mchezo huo. Mbinu za mwalimu kesho ndio zitamuonanya ataibuka na pointi 3. Ila sisi kwa upande wetu tunaamini sisi tutapata pointi 3. Kwa sababu tunaamini kupitia mbinu za mwalimu walizotuelekeza. Tunacheza timu tofauti na pia kila timu ina mifumo yake, kwa hiyo naamini katika mchezo wa kesho utakuwa mchezo mgumu na mzuri pia kuweza kuangalia, na naamini katika
asilimia nyingi sana tutapata ushindi katika mchezo wa kesho. Msemaji wa timu ya Pamba Moses William na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali, kila mmoja amejitamba kikosi chake kuibuka na ushindi. Mvua iwe jua, ngoma kesho itapigwa kunako uwanja wa CCM Kirumba. Kwa kama kuna watu wamekuja wanavizia labda mechi isiwepo tena waondoke, kwa CCM Kirumba ni ngumu. Kila kitu kipo sawa sawa. Mechi na Pamba Jiji mara zote huwa ni mechi ngumu, lakini tumejiandaa na tumejipanga kwenda kuonesha upinzani mkubwa na hatimaye kupata matokeo mazuri. Mara ya mwisho timu hizo kukutana kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, klabu ya Simba iliibuka na ushindi wa bao moja, na msimu huu ndio mchezo wa kwanza wanakutana kabla ya mchezo wa marudiano utakaofanyika jijini Dar es Salaam mwezi wa 5 mwaka huu. Godlisten Kitomari, Star TV. Kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ametangaza kikosi cha wachezaji 25 kitakachoingia kambini mwishoni mwa juma hili jijini Dar es Salaam kujiandaa na mashindano maalum ya FIFA Series 2026 yatakayofanyika nchini Rwanda kuanzia Machi 26 hadi 30 mwaka huu. Taarifa na Mbwana Shomari. Tanzania imepangwa kundi B na timu ya taifa Liechtenstein, Aruba na Macau. Gamondi amesema anaenda kwenye michuano hiyo kwa lengo la kufanya vizuri na kuandaa wachezaji wake kwa ajili ya mashindano ya AFCON ya mwakani. Moja ya malengo tuliyojadiliana ni kuwa na muendelezo mzuri wa viwango vya FIFA, na ili uwe na viwango vizuri vya FIFA unahitaji kushinda michezo. Na kwangu hakuna kusema huu ni mchezo wa kirafiki. Malengo yetu ni kwenda na kushinda. Amefafanua kuwa amemuita mlinda mlango namba 1 wa Taifa Stars Aishi Manula baada ya kujiridhisha na kiwango chake. When African Cup of Nations, I hear Aishi Manula was one of the potential candidate. Nilisikia wakati mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika, nilisikia kuwa Aishi Manula ni mchezaji muhimu kuwepo kwenye kikosi. Ila shida ilikuwa hakucheza mechi za mashindano kwa muda mrefu. Hasa kwa mlinda mlango anatakiwa kucheza, kwani nafasi ya mlinda mlango ni ngumu sana kuliko mchezaji mwingine yoyote. Anatakiwa kuwa na timing nzuri, kuruka mipira ile ya juu, anatakiwa kuwa katika hali ya ushindani zaidi, na hivyo ndio sababu Aishi Manula hakuitwa kwa ajili ya kombe la mataifa ya Afrika. Watu wengi wanaweza kusema kwa nini Masaranga hayupo kwenye timu, na amefanya vizuri sana, lakini je, Masaranga amecheza mechi ngapi? Masaranga how many games play? Katika hatua nyingine, Gamondi amewaomba mashabiki wa soka nchini kuiunga mkono Taifa Stars kwenye mashindano mbalimbali kwa kujitokeza kwa wingi ili kuwapa morali ya kufanya vizuri wachezaji. At the beginning when I come into Tanzania I can feel this. Kwa mara ya kwanza nakuja Tanzania nililiona watu wengi wanapendelea vitu viwili au vitatu kuliko timu ya taifa. Niwe mwazi, siku zote nalifikiria hili sio jambo zuri, kwa sababu timu ya taifa inawakilisha Watanzania wote, iwe kombe la mataifa ya Afrika au michezo ya kombe la dunia. Tunatakiwa kuwa wamoja, kwani hakuna jezi yoyote ya klabu. Kuna jezi yenye rangi ya blue na njano na ya Taifa Stars, hivyo tunatakiwa wote tuwe nyuma yao. Kwa michuano hiyo ya FIFA Series 2026, Tanzania itatupa karata yake ya kwanza Machi 26 mwaka huu kwa kucheza na timu ya taifa ya Liechtenstein. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Wadau na wadhamini wa michezo wana wajibu wa kuunga mkono na kudhamini mchezo wa mpira wa kikapu ili kukuza mchezo huo sambamba na kuinua vipaji kwa vijana visiwani Zanzibar. Taarifa zaidi na Abdalla Pandu. Ni mchezo wa mpira wa kikapu mashindano ya Ramadhani, ambapo mdau wa mchezo huo wa kikapu hapa Zanzibar, ambaye pia ni kocha wa timu ya kikapu ya Nunua Online, Azizi Salim Ahmed, anasema wadau wa michezo wanapaswa kujitolea kudhamini mchezo huo wa kikapu ili vipatikane vipaji vitakavyosaidia nchi katika michezo hiyo ndani na nje ya nchi. Wito wangu kwa wadau wengine wa huu mchezo, kila mmoja ajitoe kadri anavyoweza, kwa sababu tukiwa wengi tunaofanya mambo kama haya, sawa, ndio itasaidia mpira wa kikapu kukua. Lakini kitu kingine cha msingi sana, tuache kubeza jitihada za wengine. Manake kuna tabia tunayo, ikiwa kitu hujakifanya wewe au hajakifanya rafiki yako, moja kwa moja unaanza kukitoa kasoro nyingi sana. Kwa hiyo tuwe na mtindo na tabia ya kusapotiana. Mchezo wa kikapu ni mchezo unaochezwa na vijana wa jinsia zote, kike na kiume, ila kwa upande wa wanawake mchezo huo upo nyuma hapa Zanzibar, ambapo wadau wa mchezo huo wanasisitizwa kupewa kipaumbele kwa timu za wanawake, sambamba na kuwataka wazazi kuwaruhusu watoto wao kucheza mchezo huo. Kwa wanaume umeweza, yani ongera zao sana
viongozi wa Federation ya Zanzibar, lakini na maombi kwangu mimi, yani tuongeze juhudi kwa timu za wanawake, kwa sababu timu za wanawake sasa hivi zimekufa. Zipo timu almost 3-4 yani hivyo, na tulitarajia kama tupate 6-7. Naona clubs hizi hawa wote ni above 2024, lakini tungependa tuone pia ligi ikichezwa kwa watoto na wanawake. Hii itasaidia sana kukuza mchezo. Mchezaji nahodha wa timu ya kikapu ya Dream Team, Mohamed Ali, anawaomba wadau mbalimbali kuhudhuria katika mashindano ya mchezo hiyo ili kuibua vipaji mbalimbali. Waje watizame, kuna vipaji vingi. Kama mimi nishawahi kucheza kucheza timu ya vijana ya Tanzania lakini ni mimi tu ambao, na kuna mchezaji mwingine ambaye katoka Pemba. Waje waangalie vipaji, kwa sababu vipaji vipo huko. Katika mchezo wa nusu finali uliochezwa majira ya saa 3 usiku uliowakutanisha timu ya Nunua Online pamoja na timu ya Dream, matokeo timu ya Nunua imeibuka washindi na kutinga hatua ya fainali kwa kushinda vikapu 75 dhidi ya vikapu 41 vya Dream Team. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mtazamaji, katika mchezo ambao umechezwa jioni ya leo katika ligi kuu ya NBC kule uwanja wa Sheikh Hamad Abedi Arusha, ni kwamba TRA na Dar es Salaam Young Africans wameondoka suluhu bila kufungana. Kwa hiyo timu hizo zimegawana pointi 1-1. Na katika mchezo ambao unaendelea, Tanzania Prisons dhidi ya Singida Black Stars, ni kwamba timu hizo mpaka hivi sasa zimefungana bao 1-1. Bao la Tanzania Prisons likifungwa na George Mpole dakika ya 4, na lile la Ayubu hilo ni kwa penalty, lakini lile la Singida Black Stars likifungwa na Ayubu Lianga dakika ya 6. Tutakufahamisha matokeo katika vipindi mbalimbali vinavyoendelea. Sasa tujiunge na Golisen Kitomari kwa undani wa habari za michezo kimataifa.